yago ciaku ucitorie biu nario athoguo ni magakwina magirira. Juda ni kiana kia muruthi we muru wakwa wambatite ukainuka uhunite kiria unyitite atiriri einamirie agethuna ta muruthi ona ta muruthi wa mugoma no wakimwarahura ruthanju rwa anene rutikehera hari Juda ona kana ruthanju rwa ruria runyitagwo ni munene rume gatagati ka maguru o kinya riria muhorerania agoka nake niwe ugathikagirwo ni nduriri digiri yake akamiohaga muthabibu-ini onayo njau yake ya digiri amiohage muthabibu-ini uria mwega na nguo ciake cia thiini agacithambagiria ndibei-ini ona cio nguo ciake cia iguru acithambagiria thakame-ini ya thabibu maitho make 8-10. So hapo tunaona kuhusu Juda. Na hebu soma 3-4. Kwa hiyo tu bado. Atiriri Rubeni niwe irigithathi riakwa na hinya wakwa na kiambiriria kia uhoti wakwa gukira ni ukirite aria angi na unene na hinya wa gwathana no riri wagagite o ta mai na tondu ucio ndugakira aria angi ni undu ni wahaicire uriri wa thoguo ugikiugwatia thahu he muru wakwa wahaicire uriri wakwa. Simeoni na Lawi ni anyina umwe nacio hiyo ciao cia njora no cia uhinya. Atiriri we ngoro yakwa ndukanatonye cira-ini wao ona Umefika 4 Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona wakati Jacob alikuwa anawabariki vijana wake na akaanza kuwabariki wote 12. Bwana apewe sifa. Akianza kutoka wa first mpaka wa mwisho. Kijana wa kwanza ama mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Ruben. Kwa hivyo Ruben naturally yeye ndiye alikuwa kiongozi. Bwana apewe sifa. Lakini baba yake alipokuwa akibariki vijana wake alisema hivi kuhusu Ruben. Alimwambia Ruben, wewe ndio mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Yaani Ruben amevuka mpaka kama maji, hata kuwa na ukuu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ya hiyo dhambi Ruben alitenda, babake alisema hatakuwa na ukuu. Bwana apewe sifa. Na hapa tunaona miaka imepita wakati wa Musa, na badala Ruben ndio awe wa kuongoza, tunaona Juda ndiye anakuwa wa kuongoza. Bwana asifiwe. Ruben wanafuata second, sababu Juda ndiye anaongoza alafu Ruben afuate nyuma. Bwana apewe sifa. Na tunaona babao Jacob akiwabariki, naye kwa Juda Jacob akasema, alipokuwa akibariki Juda akasema, Yuda, ndugu zako wakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Juda ni mwana simba kutoka katika mawio, mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hapa atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii hata wakati Kristo anakuja. Bwana apewe sifa. Yuda ndiye atakuwa wa kuongoza. Bwana apewe sifa. Na Juda, kutakuwa na mfalme Juda, na hakika tukifuatilia utaona wafalme wamekuwa wakifuatana Juda. Bwana apewe sifa. Kutoka Daudi, kutoka Solomon, wakienda vile mpaka mwishowe Kristo akakuja akiwa katika hiyo line ya Daudi. Bwana apewe sifa. Lion of Judah. Hata Jacob ndiye anawaita simba hapa. Bwana apewe sifa.
Na mwishowe bado anaitwa Lion of Judah. Bwana, the root of David, Yesu Kristo wakati anakuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona Juda alibarikiwa kutoka kitambo na baba yake. Na ikawa kwamba yeye ndiye atakuwa akienda mbele. Na jina lake Juda maana sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sifa ndiye ataongoza ndugu zake wote. Bwana asifiwe. Na ili tusikae sana, wacha tu tuangalie hiyo mpangilio vile ilikuwa, sababu badala ya kusoma wacha tuione vile iko. Wacha tuchukue hii kiti hapa. Tuone tu hiyo mpangilio. Tuchukulie hapa ndio hema ya kukutania ilipo. Kwa hivyo Lawi ndio wako pale. Sasa tuseme Mlawi yuko hapa, keti pale. Ama no, simama kando yake usiketi sababu hawakuwa na kadia. Sasa Mlawi akiwa pale, sasa tuchukue makabila yale mengine. So kuna makabila ambayo watazingira hii hema. Na sasa tuseme upande huu hema imeface huku ndio east. Bwana asifiwe. Upande huu ndio upande wa mashariki. Kwa hivyo kule ndio west. Bwana asifiwe. North itakuwa upande huu. Alafu south ni pande ule. Bwana apewe sifa. So Mlawi akiwa pale amezingira hema ya kukutania. Mbele ya Mlawi kuna Juda, Isaka na Zebulun. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo represent Juda. Sasa simama tu hapa. Face tu kule. Simama tu hapa. Sasa hapa tuko na Juda. Juda naye ndiye anaongoza Isaka na Zebulun. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hapa kuna makabila tatu. Juda akiwa anaongoza Isaka na Zebulun. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hawa ndio wamesimama hapo to the east ya hema ya kukutania. Tungeongeza wawili lakini tutajaa sana. Bwana apewe sifa. Sasa tuko na Juda ambaye anaongoza. Na katika kabila ya Juda ni Nahashon ndio anawaongoza wote. Kuna bendera ako nayo. Na hiyo bendera sasa ni symbol. Kwa hivyo Zebulun na Isaka wakiona pale wanajua hapo ndio tunafaa kusimama. Hata watu wale wengine wote wakati tuko safarini tukiona hiyo bendera tunahakikisha tunatembea karibu nayo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wote wako pale karibu na hiyo. Kwa hivyo ni formation ile Mungu anawapatia. Alafu upande wa magharibi sasa tuko na Ephraim, Manase na Benjamin. Ephraim, Manase na Benjamin. Ndugu, hebu njoo simama hapa. Sasa pande ya west tuko na Ephraim, Manase na Benjamin. Na Ephraim ndio anaongoza. Ephraim ndio anawaongoza. Bwana apewe sifa. Na yeye yuko hapa nyuma, unafaa kwa nyuma hii. Sasa Ephraim ndio anaongoza hizi makabila zingine. Na kumbuka Ephraim, Manase, Benjamin kuna kitu special kwa usu sababu wao wote ni watoto wa Rachel. Amen. Bwana asifiwe. Wao ni watoto wa Rachel. Bwana apewe sifa. Na ni kama waliwekwa pamoja, watoto wa Rachel pamoja. Bwana apewe sifa. Sababu kumbuka Yusufu na Benjamin ndio walikuwa Rachel. Na Yusufu akawa na watoto wawili, Manase na Ephraim. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hao ndio wako upande wa nyuma. Alafu upande huu mwingine tuko na Ruben, Simeon na Gadi. Bwana apewe sifa. Tusaidie njoni wawili. Moja some pande hii, moja pande hii. Moja pande hii, moja pande hii. So upande wa south tuko na Ruben ambaye ndiye anawaongoza kabila hizi mbili, Simeon na Gadi. Sasa ni Ruben yuko pale, yeye pamoja na kabila zingine mbili. Bwana asifiwe. Lakini yeye ndiye anaongoza, bendera yake ndio wanafuata. Na Ruben kuna Elizur ambaye ndio sasa kiongozi kule Ruben. Na hapa tuko na Dan. Dan ambaye anaongoza Asher na Naphtali. Bwana apewe sifa. Naye Dan pia ako na bendera yake ambayo Asher na Naphtali wanafuata. Bwana asifiwe. Na sasa wakaambiwa hivi. Ni vile hivyo ndio amesoma lakini tunaisummarize. Bwana apewe sifa. Sasa wakaambiwa wakiwa wameform hivi, hivyo ndio wamekaa. Lakini Walawi, hawa Walawi wao wamezingira hema ili mtu wote huko asikaribie. Yote atakayekaribia atawawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Walawi kazi yao, hawana majeshi yao, kazi yao ni kutumikia hii hema. Bwana apewe sifa. Kazi yote ya hema Walawi ndio wanafanya. Juda yuko hapa ndiye anaongoza
tuko na Ruben, tuko na Dan na tuko na Ephraim. Bwana asifiwe. Na sasa wakarudi wakaambiwa, wakati mnaanza safari, kazi ya Walawi itakuwa ndio watakunja hema yenyewe na wabebe kila kitu waanze safari. Lakini safari ikianza, Juda ndiye ataongoza. Juda akianza kwenda, anafuatwa na Ruben. Naye njoo Ruben. Ruben naye anamfuata. Bwana asifiwe. Wakati wanaanza safari, mimi nikiwa niko aidha Zebulun ama Isaka, nikiona bendera ya Juda nitahakikisha natembea karibu, sababu waliambiwa watembee karibu na bendera yao. Bwana asifiwe. Na wakati watakuwa wakienda safari, sasa Walawi nao watakunja hema yao. Bwana asifiwe. Na waibebe. Nao pia waendelee kwa safari. Bwana asifiwe. Kisha Ephraim atafuata nyuma. Fuata nyuma. Alafu Dan ndiye atakuwa nyuma yao. Bwana apewe sifa. Ambaye aliitwa na baba yake nyoka ambayo iko barabarani, ambayo inauma yoyote atakayepita. Kwa hivyo wako na kinga huku nyuma. Wako na jeshi ya kutosha kuwalinda. Wako na jeshi mbele yao. Sifa ndiye anaongoza. Wote wako safarini. Adui mahali amekaa atakuwa akiona hiyo msafara. Bwana asifiwe. Watakuwa alafu wakifika wanajipanga. Haya sasa mmefika kambi, hebu jipangeni. Weka hema chini. Kila mtu arudi position yake. Hapo katikati. Hapo tu mmeface hivyo. Hivyo kando basi. Sasa ni wakati wamefika kwa kambi, wamejipanga hivi. Akina Bala wakichungulia hivi ndio wanaona. Bwana asifiwe. Hata wakiambia Mungu nini anasema sijaona makosa kwa kambi yangu. Bwana asifiwe. Na sasa wanatayarishwa hivi ili kula waende kushinda. Because kuna challenge mbele yao. As long as they are obedient. Bwana asifiwe. Mungu atawabariki. Mungu atawashindania. Kile kinawangoja ni kikubwa kuwashinda. Majeshi ambayo iko mbele yao ni wengi kuwashinda. Lakini vile Mungu amewapanga, wao already ni washindi. Sababu Mungu ndiye anawapigania. Walawi pale katika maombi, nao katika vita already wameshinda. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hakuna adui anaweza kuwaweza. But as long as watakaa katika obedience. Challenge ni, je, watatii? Bwana asifiwe. Watatii katika hii safari mpaka wafike? Hiyo ndio swali. But as long as wanaobey. Kumbuka hata walijaribu kuingiliwa. Mchawi ama nani ama muombezi gani ama nabii gani yako na nguvu, hata akienda kwa Mungu anamwambia hapana. Hebu imagine vile watu wameogopa kuombewa vibaya na manabii. But hata walipokuwa kiombewa vibaya, Mungu alikuwa anaambia unabii hapana, sioni makosa kati yao. But as long as wanatii kile Mungu alisema, already wameshinda. Bwana asifiwe. Na walikuwa waende hivi, waingie katika nchi yao ya ahadi, wapokee baraka ambazo Mungu amewabariki nazo. Bwana apewe sifa. So as long as wanafuata Mungu, wao ni washindi. Wakianza safari again, hakuna mwingine anafaa kuguza hizi vitu isipokuwa Walawi. Bwana apewe sifa. Hakuna mwingine ataguza hivi vyombo, ni hao. Kazi yao kuipanga. Ni kazi nyingi, lakini wao ndio wamepewa hiyo kazi. Bwana apewe sifa. Wao hawataenda vitani, lakini hawa ndio sasa wako vitani. Tukitokea attack pande ya nyuma, akina Dan wako pale. Kukitokea attack pande ya mbele, sifa iko mbele. Bwana apewe sifa. Juda yuko mbele kuongoza. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ndio Bwana aliwapanga, akiwatayarisha kwa ushindi. Bwana asifiwe. Nasi pia vile anatutayarisha is different. Hatupangwi hivi, but vile nasi tunatayarishwa, ndugu na dada, hebu tufuate. Kuna formula yake ile atakupanga, na ukistick kwa hiyo, hakika wewe ni mshindi. Wacha kung'ang'ana. Usione ni kama amekuacha. Usione ni kama masiku zimeenda nyingi. Hold on to his promises na utaona ushindi wake. Hakika hapo kwa Bwana.